Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Ni taarifa ambayo inamhusu mfanyabiashara Niffer ambaye alikamatwa, na tangu alipokamatwa mpaka leo na tunafahamu kilichotokea Tanzania, mtandao kuzimwa. Kila mmoja alikuwa anataka kufahamu ya kwamba ishu ya mfanyabiashara Niffer imekuwaje. Sasa jopo la mawakili wa mfanyabiashara Niffer ambalo linaongozwa na wakili Peter Kibatala limethibitisha ya kwamba Niffer yuko salama. Kupitia taarifa ambayo imechapishwa kupitia mitandao ya kijamii ya wakili Peter Kibatala, imedai ya kwamba licha ya matukio yaliyotokea hivi karibuni ambayo kwa namna moja ama nyingine yameathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa mawakili wa kuendelea na majukumu ya kisheria, lakini wamewahakikishia wananchi kuwa mrejesho wa kisheria utatolewa hivi karibuni. Lakini kumbuka kwamba kwa upande mwingine, Kamanda Mulilo ameeleza kuwa Niffer anatuhumiwa kuhamasisha vurugu, lakini pia kuharibu miundombinu na kuchoma vituo vya mafuta wakati wa siku ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Hii ilikuwa ni sababu ambayo imepelekea mfanyabiashara Niffer kukamatwa. Kama unakumbuka, wakati kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo akizungumza, aliweza kuelezea sababu kubwa za kumkamata Niffer. Sasa kupitia hii taarifa ambayo imechapishwa na wakili Peter Kibatala, inasomeka kama ifuatavyo: wapendwa wa Tanzania, kwanza kabisa tena kwa mara nyingine, poleni sana kwetu sote kwa maumivu na mshtuko mkubwa usioweza kuelezeka ambao tumepitia katika wiki iliyopita kuhusu Jennifer Jovin maarufu kama Niffer. Tafadhali tuvumilieni, tutatoa taarifa za hivi karibuni au taratibu za kisheria zitakazoanza muda si mrefu zitatupa fursa zaidi za kuendelea kutetea maslahi yake. Matukio ya huzuni ya hivi karibuni yameathiri sisi sote, ikiwemo uwezo wa wanasheria kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Tunachoweza kuripoti kwa sasa ni kwamba kwa uchache yuko salama, ikiwa tutaita kifungo cha muda mrefu rumande kuwa salama. Hata hivyo, katika hali ilivyo sasa, tunachukua kila hatua moja baada ya nyingine. Hiki ndicho alichokiandika wakili ambaye anaongoza jopo la mawakili ambao wanamtetea mfanyabiashara Niffer. Watu mbalimbali ambao wameguswa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia ambao walikuwa wanatamani kupata update kuhusu mfanyabiashara Niffer wametoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema asante sana kwa kutupa update, maana tulikuwa tunawaza sana. Lakini pia mwingine anasema kwamba tunaombeni mumsaidie sana Niffer aweze kuachiliwa. Lakini pia mwingine akasema kwamba wakili msomi Peter Kibatala, Mungu akulinde. Lakini pia mwingine akasema kwamba asante sana brother, all the best, hakikisheni kwamba Niffer anaachiliwa. Ni baadhi ya watu ambao wameguswa, lakini pia walikuwa wanasubiria kuona update yoyote kuhusu mfanyabiashara Niffer. Una nafasi pia ya kutochia maoni yako, lakini pia kwa taarifa zaidi hakikisha ya kwamba unazidi kutufuatilia.